Je, Kisumu imefika mahali pa kutisha kiasi kwamba hata wenyeji wanaambiwa wasikanyage huko kama wanapenda maisha yao? Hii si movie, hii ni Kenya ya sasa. Ziara ya Linda Mwananchi sasa imegeuka kuwa vita ya maneno, vitisho na hata vichekesho kutoka kwa Gen Z. Lakini swali kubwa ni hili: nani anajaribu kuzima hii movement na kwa nini Kisumu imekuwa center ya drama yote? Kaa hapa kwa sababu video nitakazokuonyesha leo zitakufanya ubadilishe mtazamo wako kabisa. Kama unafuatilia hii story, Linda Mwananchi ni movement ambayo imekuwa ikizunguka maeneo tofauti Kenya ikileta mjadala kuhusu haki za wananchi na masuala ya kisiasa. Lakini sasa mambo yamebadilika. Kisumu ambayo wengi wanaiona kama stronghold ya kisiasa imeanza kuhusishwa na vitisho, pressure na mvutano mkubwa. Na hapa ndipo mambo yanachukua mwelekeo wa kushangaza. Video ya kwanza ndio imeanzisha moto mkubwa mtandaoni. Katika video hii, kijana anayejiita Janeko Gen Z anasema wazi kabisa kwamba kuna watu wanaowaita goons ambao wanamzuia kuingia Kisumu, na kitu kinachowashangaza wengi ni hichi: Kisumu ni kwao. Sasa kama mwenyeji anaogopa kuingia nyumbani kwake, je, hali iko vipi kwa wengine? Hii imezua maswali mengi sana mtandaoni. Sasa hii siwezi enda Kisumu. Kisumu kwetu, sasa kuna goons wenye hawawezi kubali niingie kwetu Kisumu. Bwana. Which kind of jokes are you trying to display? Kisumu. Babu mtu mwenye amesi Nyalenda. Toka utotoni. Sasa hawezi enda Kisumu. Ati mtu anamwambia eti ukikuja Kisumu tutakukimbiza. We are coming to Kisumu. Just be ready. Kama kuna goons wapange vizuri. We are coming to Kisumu. Juzi mmepiga usotsi. Hatujasahau. Hiyo kitu yenye mjaribu kufanya eti ndio mseme ati sasa wale wanapigana Wajaluo. Hatutakubali. Watu wenye walipiga usotsi watu 4. Washikwe, kama ni kunyongwa wanyongwa wakufe. We don't care. Hii narrative ya kutenganisha Wajaluo na Waluya haiwezekani, kwa sababu Raila Amolo Odinga alituweka pamoja for almost 50 years na tumesisi ni mashemeji bwana. Tumeoa Waluya. Sasa tutakaje na Waluya kwa nyumba? Uko na bibi Mluya na msikizane na Waluya. How? Lazima ile bondi ya Wajaluo na Waluya iendelee. Si ni mashemeji. But hii kitu yenye nasema itatuja kuja Kisumu. We are coming to Kisumu. Mtafanya kenye mtaka kufanya. Lakini kama kawaida ya Wakenya hasa Gen Z, si kila kitu wanachukulia kwa hasira. Wengine wameamua kutumia vichekesho. Huyu jamaa anaigiza kama wale Wakenya ambao hawasapoti Linda Mwananchi, na kwa njia ya ucheshi anaonyesha jinsi baadhi ya watu wanavyoreact kwa hii movement. Inachekesha lakini pia ina ukweli ndani yake, kwa sababu mara nyingi dhana ndio inaonyesha ukweli ambao watu wanaogopa kusema waziwazi. Narudia tena, Sifuna usijaribu kukuja Kisumu. Sifuna, hiyo Linda Mwananchi yako uipeleke huko kwa Wakikuyu jijini project ya Gachagua. Sawa sawa? Hiyo Linda Mwananchi yenu msijaribu kuileta huku Kisumu. Kama unapenda maisha yako, Sifuna na Babu Owino na James Orengo, kama mnapenda maisha yenu, msijaribu kanyaga huku Kisumu. Wakenya wenye wanaongea hivyo ni Wakenya wenye wako njaa. Wako kwa payroll ya wahalifu. Wako kwa payroll ya waheshimiwa wahalifu. Hao ndio wanawapea nguvu ya kuongea hivi. Kwa sababu wanajua hata wakishikwa ni bond tu watatoka nayo. There is a way out, kwa sababu they are controlling the system. Now let me tell you something. Things will get out of hand. Na hao goons wenye mmetumanga, hao tu ndio watatuelekeza kwenyu ni wapi. Watakuja kutuambia nyinyi mnawatuma watishia Wakenya wengine, nyinyi ni akina nani? Nyinyi mko wapi? Tutakanyaga Kisumu, tutapiga rally, tumalize, na hakuna mtu ataumia kwa rally zetu. Tutapiga shughuli zetu safi za Linda Mwananchi, tuko Kadi Initiative, Kenya mzima, kona zote, bila kuuziwa uoga na mtu. Na kama wewe Mr. Politician, wewe unalipa vijana wavuruge mikutano za waheshimiwa wengine, ole wako. Because soon tutakukujia wewe mwenyewe sasa. Hauwezi komboa, hauwezi lipa kila mtu akuwe pande yako mheshimiwa. Hauwezi lipa kila mtu afanye zile vitu mbaya kwa society. Unaweza kuwa mko na pesa lakini mwezi nunua kila mtu. Kisumu tunakuja, after Nakuru tunakuja, na mtuambie zile area zingine zenye
mutaki tukuje juu tunataka kuanza na zile area zenye tunaambiwa tusikanyange. Sifuna, Babu Owino, James Orengo, Ososi, Kibagendi, msiuziwe uoga bana. Mko na watu. Na watu wako na nyinyi. Wanaweza lipana waharibu mikutano, lakini waambiwe tutakuwa tunafanya mikutano wakiwa wameangalia tu hivi na macho, na hawezi fanya kitu juu we are the majority. Sawa? We are the majority. So msinunue uoga, linda mwananchi. Tunakanyaga Kisumu after Nakuru. Sasa kutoka kwa vichekesho mambo yanachukua njia ambayo ni serious zaidi. Huyu jamaa na ujumbe mkali sana kwa timu ya Linda Mwananchi, si mzaa, si drama, ni onyo la moja kwa moja. Anaomba wapange ziara yao vizuri kwa sababu hali ya Kisumu si ya kawaida, na hapa ndipo tension inaonekana kuwa real zaidi kuliko tunavyofikiria. Edwin Sifuna na Babu Owino na viongozi wetu kutoka Kisii, kina Momoimo Nyonka, kina Kibagendi, akina hii timu yote, akina Osero nini venye na mimi Nruchi hapa nawaambia, I have a very serious request from people. Watu wengi wameingia kwa inbox yangu na timu Sifuna, timu United Opposition, timu Matiang'i, timu Kalonzo, timu Gachagua, timu George na Tembea, timu Karua, timu Wamalwa, timu ya watu wetu wote wa United Opposition. There is a very special request that Ruto akiondoka Kisii kesho, mnafaa kupanga after Nakuru rally kabla muende Kisumu. Muende Kisii County na Nyamira. Timu Linda Mwananchi. Kabla hata Matiang'i aingie Kisii, ama kabla ya Nyamira. Na watu wanasema Matiang'i usiharakishe kuja hata Kisii. Wewe endelea kufanya kampeni huko nje. Wananchi wanajua jenye unafanya. Walikuwa wanajua ni time ya kuvuna, ya kupata pesa. So wanasema endelea kufanya kampeni huko nje, sukuma. Nyumbani kura ziko intact. That's the position. Watu wetu ni werefu na wanajua jenye wanasema. Ile kitu wanataka Linda Mwananchi, timu Sifuna, the United Opposition, kuja Kisii. Wananchi wa Kisii na Nyamira wanawataka muende kule. Tafadhali, kwa heshima kubwa sana, kabla muende Kisumu. Ruto akiondoka kesho kwa ground na after Nakuru, hii rally ya Sunday, mkimaliza kutoka Nakuru, mwelekeo ni Kisii na Nyamira kabla muende Kisumu. Tafadhali, ni request nimepata from team Sifuna, yani sisi ndio Sifuna. Wanasema muende Kisii, muende na Nyamira. Tafadhali, kwa heshima kubwa sana, kabla Matiang'i akuje kuangalia kama boma yake iko sawa. Najua boma ya Kisii ya Matiang'i ni kule Kisii. So ninawaomba kwa niaba ya Wakenya wengi ambao wamekuja kwa inbox yangu, kwa niaba ya Wakisii wengi sana, Nyamira na Kisii, wameniambia ambia Sifuna akuje Kisii kabla aende Kisumu. Tafadhali nisaidie kushare this clip ifikie Sifuna na Babu Owino, na ninatarajia hao viongozi wetu wa respond kwa hiyo special request kutoka jamii ya Omogusi. Majenizi wanasema Sifuna aende Kisii na Nyamira. Naomba kwa heshima viongozi Sifuna, kiongozi Babu na viongozi wetu Kibagendi, umesikia hiyo story mheshimiwa, vile vile Onyonka, super senator. Asante sana. Kila laheri. Lakini hata katikati ya hii drama yote, Gen Z bado wanapata njia ya kuonyesha umoja wao kwa staili yao ya kipekee. Hawa vijana wanasema wako sifunated kiasi kwamba hata DNA yao inatoa majibu hayo hayo. Ni kauli ya kuchekesha, lakini ndani yake kuna ujumbe mkubwa sana, kwamba Gen Z wanaona kama wako pamoja bila kujali tofauti za kisiasa, na hii ndio nguvu ambayo imekuwa ikiwapa sauti kubwa sana mtandaoni. Guys, you have no idea how sifunated we are right now. Sifunated. We are sifunized. You need to go and check the chemistry, the chemical compound involved in sifuning. Unajua ni nani anacheka hivyo? Sifun na huyu mwingine wa simu. Zuena. Naruka, mbona we sifunated? Yes, this is how muatakana mpime damu yetu. But there's a compound that's constant. There's a chemical compound that's constant. Tunamiedha. Looking for it. Ndio huyu mwingine sifunated. One time. Ruto must go. Yes.
It is paramount. Kulinda mwananchi ni kulinda Kenya. Yes. Because this is what we got. We didn't get hatukulindwa. Tulijengewa. Yeah. Kujengewa. Those stones are living, people are hungry inside those stones. They are driving on those roads hungry. Unhealthy. Hatujalindwa. Tujalindwa. Yes, sasa tunalinda mwananchi. Ni kujilinda. Tulindane. Tukishalindwa sasa tunaweza angalia kwenye tutakaa ni nyumba hii. Guys are better but love. I will not see the end of this baby. Yo horo wanyu. Is your horror? Oh wait, yani pasta ametuhubiria. Ouch. Guy bedele I don't like that label. Mkwe mnawaambia anawahubiria. Wewe unajua umetuhubiria wewe. Umepreach. No, I mean speaking the spiritual realm. Okay, deal. You should be a spiritual father. Me usiniite pastor. Sawa, spiritual father. Pastor for whom? For whom? Mimi nalinda mwananchi. Spiritual fathers walinda mwananchi. Tutalinda physically and spiritually. Yeah. Yes. So government. Na msisahau government. ugoroki inaanzaga in the spiritual ndio inakuja physical, especially ya huyu ilianzia huko. Yes. We are not fighting against flesh and blood. The principalities, powers and rulers in high places. Yes. The spiritual is affecting our physical. So we are sifund. Na sifun ndio kifagio. Kihato. Kama you are not sifund, you're spiritually off. You are a deadbeat citizen. Yes. One time. Sasa swali linabaki, je, hivi ni vitisho vya kweli au ni siasa tu zinachezwa nyuma ya pazia? Na kama Kisumu kweli imefika mahali pa kuwa no go zone kwa baadhi ya watu, hii ina maana gani kwa uhuru wa siasa za Kenya? Linda Mwananchi wataendelea na ziara yao au watabadilisha mwelekeo? Na wewe kama mtazamaji unasimama wapi kwenye hii story? Niachie maoni yako kwenye comment section. Je, unaunga mkono Linda Mwananchi kuingia Kisumu au waepuke? Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana tukutane kwenye video ijayo. Sine 93 tuko Nakuru. Alafu 26 tuko Kisumu. Okay. Wabiro da. Haya, sawa basi. Thank you so much. Nasikia 19th Nakuru, 26 Kisumu. Timetable ndio hiyo. Very nice.